Amani ya Bwana iwe nawe mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu umeamka salama salimini kabisa popote pale ambapo unaendelea kutega sikio matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 9 Januari mwaka 2026 na Kivu News Info tunaendelea vile vile kukuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika taarifa zetu za asubuhi ya leo utapata kujua mengi, na kabla yote labda nikupe muktasari wa taarifa zenyewe. Mashambulizi mapya wa waasi wa M23 yameripotiwa katika maeneo ya Kigongo, Katongo na Makobola, Uvira mkoani Kivu Kusini, huku raia wakikimbia nyumba zao kutokana na mashambulizi na vurugu. Katika wilaya Masisi, jumla ya miili 22 ya raia waliouawa katika mashambulizi ya mabomu yamezikwa, huku familia zikilalamika kuhusu mateso na ukosefu wa haki. Vikosi vya FARDC M23 vinaendelea kujenga nguvu mashariki mwa Kongo, vikiendesha usajili wa wanajeshi, mafunzo na kuanzisha miundo mbadala ya serikali, huku haki za binadamu zikivunjwa mara kwa mara. Hali ya usafiri kati ya Bukavu na Uvira imeanza kurejea, lakini mabonde yaliyokaliwa na mashambulizi yaliyopita yanapunguza kasi ya trafiki. Hali ya afya katika Kale, Kabari na Walungu bado ni mbaya, wakazi wakikosa dawa, huduma na msaada wa kibinadamu. Mvua kubwa zimeharibu nyumba nyingi Uvira, zikiimarisha familia kulala nje, huku wakazi wakitaka msaada wa dharura. Kijeshi kimepanga mabadiliko na mawasiliano, na Luteni Kanali Malke Azukaye Mgomba atakuwa msemaji wa FARDC baada ya kusimamishwa kwa Jenerali Ikenge kwa kauli zake za ubaguzi. Mengi zaidi ni katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 9 Januari mwaka 2026. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla chochote tunakusii kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartage. Langu jina mimi ni Itelo Jelonga, na basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi tamati wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 9 Januari mwaka 2026. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Kila siku tunasema sauti yetu, habari yako. Mapigano mapya yameripotiwa kuibuka jana Alhamisi tarehe 8 Januari katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Uvira mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano haya yamewakutanisha wapiganaji wa kikundi cha waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisaidiwa na wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano haya yalisikika katika maeneo ya Kigongo, Katongo pamoja na maeneo yanayozunguka Makobola. Wakazi wanasema walikuwa wakisikia sauti za risasi nzito na nyepesi kwa muda mrefu wa siku nzima. Maeneo hayo yapo umbali wa kilomita chache kutoka mji wa Uvira, hali inazua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Ingawa katikati ya mji wa Uvira kulionekana kuwa na utulivu wa kiasi, mashuhuda wanasema milipuko na risasi ilikuwa ikisikika mara kwa mara kutoka maeneo ya pembezoni, jambo ambalo linaonyesha ukuwa hali ya usalama bado ni tete. Wakati huo hali kama hiyo ya kiusalama imeripotiwa pia katika wilaya jirani ya Walungu. Katika vijiji kadhaa mapigano makali yalizuka kati ya wapiganaji wa ndani wanaojulikana kama wazalendo na waasi wa M23. Vyanzo mbalimbali vinazipitisha kuwepo kwa vifo, vikiwemo raia waliokuwa katikati ya mapigano. Katika vijiji vya Bulambali, Mwendo wa Ibona, hali ya wasiwasi iliendelea kushuhudiwa jana baada ya karibu siku 3 za mapigano makali. Watetezi wa haki za binadamu walioko katika eneo hilo wameripoti kuwa angalau watu 4 wamepoteza maisha, baadhi yao wakipigwa na makombora wakiwa ndani ya nyumba zao. Nyumba pia zimeharibiwa na mali za wananchi kuporwa. Kutokana na hali hiyo, vijiji kadhaa karibu vimeachwa bila wakazi, vikiwemo Bombalali, Mwendo, Kashugula, Yumule, Kalambo, Mungashe na Mubuye. Wakazi wamekimbia kwa hofu na mashambulizi zaidi, wakiacha mali zao na njia zao za kujipatia kipato. Wakazi waliokimbia makazi yao wamekimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi kama Walungu, Kituo, vijiji vya jirani pamoja na mji
wa Bukavu. Hata hivyo, hali ya kibinadamu katika maeneo haya inaelezwa kuwa mbaya sana, huku kukiwa na ukahaba mkubwa wa chakula, maji na safi na huduma za msingi. Vituo vya afya vimeripotiwa kuongezeka kwa wagonjwa miongoni wa wakimbizi, hasa magonjwa ya kuhara yanayosababisha na ukosefu wa maji na matumizi ya maji yasiyo salama. Vituo hivyo vinasema havina uwezo wa kutosha kuhudumia idadi kubwa ya wagonjwa. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa kijamii wa wilaya ya Walungu wametoa wito wa dharura kwa msaada wa kibinadamu na kusitishwa mara moja kwa mapigano. Wamestaka pande zinazohusika kuheshimu makubaliano ya amani ili kuruhusu wananchi kurejea makwao kwa usalama. Wakizungumza kuhusu juhudi zilizopo, viongozi wamepongeza msaada ulioanza kutolewa na baadhi ya mashirika ya kibinadamu yalikuwemo ACTED, lakini wanasema mahitaji bado ni makubwa kuliko msaada unaopatikana kwa sasa. Biamungu Kabila Pierre, makamu rais wa kamati ya maendeleo ya wilaya ya Walungu, ametoa wito wa mashirika ya kibinadamu kuongeza msaada wao ili kuhimiza mashirika mengine kujitokeza kusaidia kukabiliana na ukubwa wa janga hilo. Waasi wa M23 ambao kwa mujibu wa ripoti mbalimbali wanadaiwa kuungwa mkono na Jamhuri ya Rwanda wamefanya jana Alhamisi tarehe 8 Januari mazishi ya miili 22 ya raia waliouawa katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, miongoni mwa raia hao watu 6 walipoteza maisha siku ya Ijumaa tarehe 2 Januari baada ya eneo la umoja la waasi wa M23 liko katikati ya wilaya ya Masisi kulengwa na shambulio la bomu kutoka angani. Shambulio hilo linadaiwa kutekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hafla ya kuaga miili ya marehemu ilifanyika katika uwanja wa Stade de l'Unité mjini Goma, ambako jumla ya majeneza 22 yaliwekwa hadharani. Hata hivyo, haikutolewa maelezo ya kina kuhusu chanzo cha mazingira ya vifo vya miili yote hiyo. Katika hotuba yake, msimamizi wa wilaya ya Masisi alitaja rasmi vifo vya watu 6 pekee waliuawa katika shambulio la hivi karibuni. Katika hafla hiyo, waasi wa M23 walihutumu vikali serikali ya Kongo kwa kuhusika moja kwa moja na mashambulizi hayo. Akizungumza mbele ya waomboleaji, mratibu wa kisiasa wa M23 Corneille Nangaa alisema kuwa kundi lake linashuhudisha jumuiya ya kitaifa na kimataifa kuhusu kile alichokiita ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano na serikali ya Kinshasa. Alidai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya ovyo na ya kutokufutisha kati ya wapiganaji na raia. Kwa upande wao, familia za wasiriwa walihudhuria mazishi yayo zilizoenea huzuni kubwa, majozi ya tiririka. Baadhi yao walalamika kitendo cha ndugu zao kuuawa na miili yao kuhamishwa kwa nguvu hadi Goma, wakisema chanzo cha hatari ni kuwekwa kwa kambi za kijeshi katikati ya makazi ya raia. Familia hizo zilisema wanachohitaji ni haki na kumalizika kwa visa ambavyo vimesababisha mateso kwa muda mrefu. Katika mahubiri yake, mchungaji aliongoza ibada ya kuaga marehemu alisitiza umuhimu wa mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23, akisema ni njia pekee ya kuzuia damu ya raia wa Kongo kuendelea kumwangika. Ikumbukwe kuwa ingawa mamlaka ya Masisi ilitangaza vifo vya watu 6 waliouawa tarehe 2 Januari, majumla majeneza 22 waliweka wakati wa mazishi. Waandalizi walisema majeneza mengine yanahusiana na wasiriwa wa mashambulizi ya awali. Mazishi yalifanyika jana Alhamisi tarehe 8 Januari katika makaburi ya makao 2 katika kundi la Kumoronza, wilaya ya Masisi, kilomita chache magharibi mwa mji wa Goma. Mkoa wa Kivu Kusini unaendelea kushuhudia urejeshwaji wa usafiri wa barabara kati ya mji wa Bukavu na Uvira kupitia uwanda wa Ruzizi tangu tarehe 15 Disemba. Usafiri unaendelea licha ya kuanguka kwa mji wa Uvira mikononi mwa waasi wa M23 tarehe 14 Disemba mwaka jana. Katika mji wa Bukavu, wasafiri wengi wanaonekana kufika mapema asubuhi katika mashirika ya usafiri wakiwa na bidhaa zao. Safari zinaendelea kufanyika mfululizo, huku abiria wakionyesha hali ya kujiamini na
matumaini ya kurejea katika shughuli zao za kila siku. Katika maegesho ya Essence Major Vangu jana Alhamisi tarehe 8, magari yanaonekana kupangwa tayari kwa kusafiri, huku madereva na wasaidizi wao kujiandaa na kuonyesha matumaini kuwa safari zinaendelea bila matatizo makubwa ya kiusalama. Baadhi ya madereva wamesema kuwa kwa sasa safari kati ya Bukavu na Uvira zinafanyika bila hofu kubwa. Kwa mujibu wa mmoja wa madereva au gharama ya safari ni pesa za Kongo 12,500 kwa kila abiria Uvira na pesa 15,000 hadi Kamanyola. Hata hivyo, licha ya kuendelea kwa usafiri, changamoto bado zipo. Mwendo wa magari unasemekana kuwa polepole kutokana na kuwepo wa mifereji ya kuzuia magari ya kivita maarufu kama Force Antifari yaliyochimbwa wakati wa mapigano yaliyopelekea kuanguka kwa mji wa Uvira. Ingawa mifereji hiyo imezibwa kwa sehemu, bado unaathiri vibaya mtiririko wa magari na kuongezeka kwa muda wa safari. Dereva mmoja alizungumza na vyanzo vyetu vya eneo hilo, alisema kuwa safari iliyokuwa ikichukua wastani wa saa 5 sasa inachukua saa 8 au zaidi kutokana na hali mbaya ya barabara. Kutokana na hali hiyo, madereva wameziomba mamlaka husika kuziba mifereji hiyo ipaswavyo na kuimarisha usalama ili kuhakikisha njia ya Bukavu Uvira imekuwa salama na ya kudumu. Wakati huo, changamoto nyingine inaibainishwa na wasimamizi wa mashirika ya kusafiri. Kwa mujibu wa Diope Lwaboshi anayesimamia shirika la Okapi Originale, kuna tatizo la watu wanaojulikana kama bakokai au warabatera wanaosababisha vurugu na kuvuruga utaratibu wa kupandisha abiria. Amesema hali hiyo inatayarisha shughuli za wasafirishaji na inaweza kusababisha hasara endapo haitathibitishwa mapema. Ikumbuke kuwa kurejea kwa usafiri kati ya Bukavu na Uvira kunatokea baada ya takriban miezi 10 ya kusitishwa kwa usafari kufuatia mapigano makali kati ya uwanda wa Ruzizi, hususani katika maeneo ya Luvungi, Katogota, Bwegera na Sange. Katika mkutaba wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukio la hivi karibuni la mazishi iliyoandaliwa na waasi wa M23 limezua mjadala mkubwa kuhusu kweli, uwazi na matumizi ya vifo vya raia kwa malengo ya kisiasa na kijeshi. Kwa mujibu wa msemaji wa wilaya Masisi aliyeteuliwa na waasi wa M23, raia 6 walipoteza maisha na wengine 41 kujeruhiwa kufuatia shambulio la angani lililotokea mapema Januari. Takwimu hizo ndizo zilizothibitishwa rasmi na mamlaka hizo za eneo. Hata hivyo, jambo linalozua maswali mengi ni pale waasi wa M23 walipoonyesha jumla miili 22 wakati wa mazishi bila ushahidi wa wazi unaoeleza chanzo cha vifo miili mengine 16. Dai kwamba miili hiyo inatokana na mashambulizi ya zamani na mabomu yanayoonekana kuwa ngumu kuthibitishwa, huku kukiwa na hakuna vielezo vinavyounga mkono madai hayo. Ni muhimu kukumbusha kuwa huko Masisi, picha na video za shambulio hizo zilisambaa kwa haraka zikionyesha wazi tukio lenyewe na athari zake. Lakini kwa miili mengine inayowasilishwa baadaye hakuna hata picha au shahidi wa kuona uliowahi kuonyeshwa. Hali hii inapingana na mitindo wa mawasiliano ya M23 ambao kwa kawaida huwa wepesi wa kusambaza picha na video wanapopata kulaanisha madai yao. Kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa wa masuala ya usalama na siasa, mawasiliano haya ya kuchagua yanaendelea kuzofisha uaminifu wa M23, hasa wakati kundi hilo linakabiliwa na tuhuma nzito kuhusika katika mauaji ya raia katika maeneo mbalimbali ya Kivu. Wataalamu wao wanasema kuna dalili za wazi za jaribio la kuchezesha hisia za wananchi na kuathiri maoni ya umma ndani na nje ya nchi. Ni vyema pia kukumbusha kwamba licha ya ripoti nyingi za Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa yanayotambulika, waasi wa M23 pamoja na Rwanda ambao mara kwa mara imetajwa kama muungaji mkono wa kundi hilo, hajawahi kukiri wala kuandaa mazishi ya wasiriwa wa mauaji makubwa yaliyotokea katika maeneo mbalimbali. Miongoni mwa matukio ya hayo ni mauaji ya watu 319, wengi wao wakiwa ni raia na wa jamii ya Wahutu huko Binza katika wilaya ya Ruchuru, raia 172 waliouawa Kishishe, zaidi ya watu 200 huko Kalake na kurudi katika eneo la Nyiragongo, pamoja na maelfu ya wengine waliopoteza maisha katika mji wa Goma, Bukavu na maeneo kama Luvungi na Mutarule. Kwa wachambuzi wengi, ukimya huu unaibua maswali mazito kuhusu dhamira halisi ya waasi wa M23 na unaimarisha hoja kwamba vifo vya raia vinatumiwa kwa kuchagua pale tu vinapoonekana kufaa kwa maslahi yao ya kisiasa na kimkakati.
ambayo imefanya tukue hapa ilipiga Masisi Musantre. Maiti 6 wa Brese 41. Mheshimiwa Coordinator, ile tarehe 2 mimi nilitoka fasi, nilikuwa nikafika Masisi Centre, nikarara pale, ilikuwa machozi, watu walishakimbia wako mpori. Tukio la wasiwasi limeripotiwa kutokea jioni ya siku ya Jumanne katika kijiji cha Katobo kilichopo katika kundi la Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, waasi wa M23 walirusha mabomu katika msitu wa Katobo bila kuwepo kwa mapigano yote katika eneo hilo. Wakazi wanasema walishtushwa na sauti za silaha nzito pamoja na milipuko mikubwa iliyosikika katika eneo hilo. Mabomu haya yalidondoshwa katika msitu unaokaliwa na wakulima ambao hutumia eneo hilo kwa shughuli zao za kilimo cha kila siku. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, waasi wa M23 walidai kuwa hatua hiyo inachukuliwa kufuata taarifa za kuwepo kwa wapiganaji wa wazalendo ndani ya msitu huo, ambao kwa madai ya waasi walikuwa wakijiandaa kufanya mashambulizi dhidi ya nafasi zao za kijeshi. Hata hivyo, wakazi wanasema hawakushuhudia mapigano yote kabla ya mashambulizi hayo ya mabomu. Asubuhi siku ya Jumatano, wakazi waliotaka kuelekea msituni ili kujionea hatari za mashambulizi hayo walizuiliwa na waasi. Hata hivyo, imezidisha hofu miongoni mwa wananchi, hasa kuhusu hatima ya watu wanaishi na kufanya kazi za kilimo ndani ya msitu huu. Hadi kufika siku ya Alhamisi, wakazi bado hawajaruhusiwa kurejea mashambani, hali inayozidisha wasiwasi mkubwa kwa jamii inayotegemea kilimo kama chanzo kikuu cha maisha. Wananchi wanasema kuzuiwa kwao kuna athiri moja kwa moja maisha yao ya kila siku na usalama wa chakula katika eneo hilo. Kwa sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa, kwani hakuna mtu anayeruhusiwa kufika katika eneo hilo lilolengwa na mabomu. Hali inafanya kuwa vigumu kufahamu ukubwa halisi wa madhara yaliyosababishwa na mashambulizi hayo. Ikumbukwe kuwa tukio kama hilo lilishuhudiwa mwezi Septemba mwaka 2025 katika msitu wa Chanjikiro na Buhimba, pia katika kundi la Kisimba. Wakati huo mashambulizi ya mabomu yaliyotekelezwa na waasi wa M23 yalisababisha vifo vya raia 37 kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo. Wakazi wa Katobo na maeneo ya jirani wanaendelea kuishi kwa hofu, wakitoa wito kwa mamlaka husika na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia na kuzuia mashambulizi yanayolenga maeneo ya wakulima. Hali ya afya inaendelea kuwa mbaya katika wilaya za Kale, Kabare na Walungu mkoani Kivu Kusini, katika mazingira yanayoendelea kukumbwa na mgogoro wa kibinadamu na vitendo vya vurugu za silaha. Wananchi wanakabiliwa na ugumu mkubwa wa kupata huduma za afya za msingi kutokana na uhaba wa dawa, msaada mdogo wa kibinadamu pamoja na hali ngumu ya maisha ya kiuchumi. Katika wilaya ya Kale, hususan katika eneo la afya la Bunyakiri, vituo vya afya vimeripoti kuongezeka kwa kasi kwa wagonjwa na ugonjwa wa malaria. Kundi la Zirarol ndilo limeathirika zaidi, huku vituo vya afya vikikosa dawa za malaria, vifaa tiba pamoja na vyandarua vyenye dawa. Akizungumza kuhusu hali hiyo, Enoke JDCM, mkuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Mianda, amesema kuwa kila siku anapokea wagonjwa wengi wa malaria lakini hawana dawa wala vifaa vya kinga. Ameongeza kuwa kwa sasa ugonjwa huo haujajumuishwa katika miradi ya msaada inayoendelea katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, wahudumu wa afya wanalazimika kutoa maagizo ya dawa na wagonjwa kuagizwa kujinunulia dawa katika maduka binafsi ya dawa, hali ambayo ni ngumu kwa familia nyingi zisizo na uwezo wa kifedha. Hali hii imesababisha kuongezeka kwa mvutano kati ya wahudumu wa afya na wagonjwa. Muuguzi huyo ametoa wito kwa dharura kwa mashirika ya kibinadamu hususan Médecins Monde Ubeljiji na TPO kuongeza msaada wa wagonjwa na malaria katika maeneo ya Zilaro na Mbinga. Wakati huo, katika wilaya ya Kabare, familia nyingi za wakimbizi wa ndani zinakabiliwa na changamoto kubwa za kupata huduma za afya kutokana na kushindwa kulipa gharama za matibabu. Familia hizi tayari zimeathirika na mchafuko wa kiusalama na kuhamishwa makazi yao, hali inayozidisha umaskini wao. Kwa mujibu wa washuhuda wa wakazi, baadhi ya wakimbizi wanalazimika kujitiba wenyewe au kwenda kwa waganga wa jadi ambao inaathirisha afya zao.
Katika wilaya ya Walungu, hasa katika mji wa Kamanyola, ni vituo viwili tu vya afya kati ya 6 vinavyopata msaada wa shirika Médecins Sans Frontieres na ruhusu matibabu ya bure. Wahudumu wa afya wanasema msaada huo hautoshi kulingana na idadi kubwa ya wagonjwa. Wahudumu wa afya katika maeneo hayo wametoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kupanua msaada wao kwa vituo vyote vya afya ili kuhakikisha huduma za afya zinapatikana kwa watu wote na kwa usawa na kwa muda mrefu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alifanya jana Alhamisi tarehe 8 Januari ziara ya kikazi katika nchini Angola kufuatia mwaliko wa rais wa Angola Joao Lourenço ambaye pia ni rais wa sasa wa Umoja wa Afrika. Ziara hiyo inakuja ikiwa ni mwendelezo wa mawasiliano na mashauriano kati ya viongozi hao wawili baada ya kukutana mara ya mwisho tarehe 4 Januari iliyopita. Kwa mujibu wa ikulu ya rais wa Kongo, mazungumzo kati ya marais hao yalijikita zaidi katika juhudi za diplomasia zinazoendelea kwa lengo la kurejesha amani ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi hao walipatia kwa pamoja mipango ya hatua zinazochukuliwa ndani ya mfumo wa Washington na Doha, ambayo ni juhudi za kimataifa zinazolenga kupunguza mvutano wa kijeshi na kusaidia kupatikana kwa suluhu la kisiasa katika eneo la Maziwa Makuu. Ziara hiyo inafanyika wakati hali ya usalama katika mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa ya wasiwasi, huku vurugu za makundi yenye silaha zikiendelea kuripotiwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini pamoja na Ituri. Serikali ya Kongo inaendelea kuongeza juhudi za kidiplomasia ili kupata ushirikishi na uungwaji mkono mkubwa zaidi kutoka kwa washirika wa kikanda na wa kimataifa kwa matumaini ya kufanikisha suluhu ya kudumu ya mgogoro huu. Kwa nafasi yake kama rais wa Umoja wa Afrika, Joao Lourenço ana jukumu muhimu katika juhudi za upatanishi barani Afrika. Angola imewahi kushiriki kikamilifu katika mchakato mbalimbali ya amani ya kikanda, jambo linaloipa nchi hiyo uzito wa kipekee katika juhudi za kusaka amani katika eneo la Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Kwa upande wa Kinshasa, mkutano huu unaonekana kama kwa kimkakati katika kuimarisha uungwaji mkono wa kidiplomasia dhidi ya changamoto za kiusalama zinazoendelea. Michakato ya Washington na Doha inajadiliwa wakati wa ziara hiyo inahusiana wadau mbalimbali wa kikanda na kimataifa kwa lengo la kupunguza mivutano, kuhimiza mazungumzo na kuweka mazingira yatakayowezesha kurejea kwa utulivu kwa kudumu katika mashariki mwa Kongo. Hadi kufikia mwisho wa ziara hiyo hakuna taarifa ya pamoja ya kina inayotolewa kwa umma. Hata hivyo, kukutana kwa mara nyingine kati ya Rais Tshisekedi na Lourenço Joao kunathibitisha dhamira nchi hizo mbili kuendelea na mashauriano ya mara kwa mara na kuratibu juhudi za kidiplomasia kwa ajili ya kuunga mkono mipango ya amani inayotekelezwa. Maafisa kadhaa wa ngazi ya juu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamehamishwa katika gereza la kijeshi la Ndolo mjini Kinshasa kufuatia uchunguzi wa kina uliodumu kwa muda wa miezi 6. Uchunguzi umefanywa na wataalamu wa Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Mtandao unaojulikana kama CNC. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, ushahidi mzito na unaelezwa kuwa wa kudhibitisha bila shaka umebainika dhidi ya maafisa au na watu wengine wanaohusishwa katika kesi hiyo. Miongoni mwa waliokamatwa ni Luteni Jenerali Frank Buamunda Tumba aliwahi kuwa mkuu wa ikulu ya kijeshi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jenerali Meja Christian Dawe Ukura, pamoja na majenerali wa Brigedia Benjamin Katende na Antoine Lonjilonji Lobanji anajulikana pia kwa jina la Lolo. Orodha hiyo pia inajumuisha Kanali Jile Baole Bangolome, Meja Jean Lambert Mbole, Luteni Kanali Ada Sebankungu pamoja na watu wengine kadhaa wakiwemo raia wa kawaida kama Jean Marcel Kabeya Mbui, John Safari Bigarura na Johnny Mbui Letange. Kwa mujibu wa taarifa za uchunguzi, washukiwa hao wanakabiliwa na mashtaka mazito yanahusisha makosa mbalimbali ya jinai ya kijeshi. Miongoni mwa mashtaka hayo ni kuunda genge la uhalifu, kupanga njama dhidi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jaribio la mauaji, uhaini na kushirikiana kwa nguvu au nchi ya kigeni, pamoja na kukiuka maagizo ya kijeshi. Mashtaka mengine yanayowakabili ni pamoja na upendeleo usio halali, kusambaza taarifa za uongo kupitia mitandao ya kijamii, kumkashifu rais wa jamhuri, kuchochea wananchi na wanajeshi kuchukua silaha dhidi ya mamlaka halali ya dola, pamoja na vitendo vinavyodaiwa kuchochea ubaguzi wa kikanda.
Hatua hii ya kuhamisha maafisa katika gereza la Ndolo inaashiria uzito wa tuhuma zinazowakabili, huku mamlaka zisitiza kuwa uchunguzi unafanywa kwa umakini mkubwa kabla ya kufikia hatua hiyo. Kwa sasa kuna tarehe rasmi inayotangazwa kuhusu kuanza kwa kesi yao mahakamani, lakini vyanzo vya kisheria vinaeleza kuwa taratibu zinaendelea ili haki ichukue kando wake kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvua kubwa na ya ghafla iliyoanza kunyesha usiku wa kuamkia Alhamisi imesababisha uharibifu mkubwa na mali katika vitongoji kadhaa vya mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini. Mvua hizo zimeharibu na kubomoa nyumba nyingi na kuiacha familia kadhaa bila makazi. Kwa mujibu wa mashuhuda walioko eneo hilo, mvua hizo zimesababisha mafuriko na mikondo mikubwa ya maji ambayo ilipita bila kudhibitiwa na kusababisha nyumba nyingi zilizojengwa na vifaa dhaifu kuanguka. Wakazi wanasema walishtushwa na tukio hilo katikati ya usiku na kulazimika kukimbia haraka ili kuokoa maisha yao, huku wakiacha mali zao zikisombwa na maji. Hadi sasa familia nyingi zimebaki bila makazi na zinalazimika kulala nje ili chini ya anga la wazi. Hali inaongeza hatari ya magonjwa, baridi kali na ukosefu wa usalama, hasa kwa watoto na wazee na wanawake wajawazito. Miongoni mwa wasiriwa ni mvua hizo ni Mulonda Ramazani, mwalimu katika taasisi ya Namanga na baba wa familia. Nyumba yake iliyoko katika barabara ya Kivu, kitongoji cha Nyemianda namba 3, barabara ya 3 iliyobobelewa kabisa na mvua hizo. Tukio limesababisha hasara kubwa ya mali ikiwemo samani ya nyumba, haraka muhimu za shule na vitu binafsi. Akiwa katika hali ya huzuni kubwa, Mulondani Ramazani ametoa wito wa dharura kwa mamlaka za eneo hilo, mashirika ya kibinadamu pamoja na watu wenye nia njema ili kusaidia familia yake na familia nyingine zilizoathirika. Amesema kwa sasa maisha yake na ya watoto wake yako hatarini kutokana na kukosa makazi salama na mahitaji ya msingi. Kwa upande wao, wasiriwa wa janga hilo wamejiteka katika mamlaka ya Munisipaa ya Uvira kufanya tathmini haraka ya uharibifu uliotokea na kuweka mikakati ya msaada wa dharura kwa familia zilizoathirika ili kuwasaidia kurejea katika maisha ya kawaida baada ya janga lingine la asili. Kundi la uasi wa M23 linaendelea kuongeza udhaifu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo la kundi hili ni kuhakikishia uwepo wa kudumu kupitia operesheni za kijeshi na kuanzisha miundo ya utawala mbadala inayojitofautisha na serikali rasmi ya Kongo. Ripoti ya katikati ya mwaka kutoka kwa kikundi cha wataalamu wa Umoja wa Mataifa juu ya Kongo ilitolewa tarehe 13 Disemba mwaka 2025 inaonyesha kuwa M23 tangu Aprili mwaka 2025 umeongeza juhudi zake za kudhibiti mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kundi hilo limeendelesha kampeni kubwa za ukaguzi wa raia, usajili wa nguvu mpya, mafunzo ya kijeshi kwa kina na uhamasishaji wa kikosi cha mpangilio ulioratibiwa. Operesheni hizi zimesaidiana na ushirikiano wa karibu na jeshi la kidemokrasia ya Rwanda, jambo linalowezesha kupanua udhibiti wa maeneo waliyoyashika. Zaidi ya operesheni za kijeshi, ripoti hiyo imeonyesha kuwa M23 inajaribu kuwasilisha kama chaguo mbadala la kisiasa na kiutawala. Kundi limeanzisha miundo ya serikali ikiwemo ya kiutawala, kisheria, kifedha na usalama na kufanya kazi ambazo kwa kawaida ni za serikali. Hata mnamo Julai mwaka 2025, katibu wa kudumu wa M23 Benjamin Mbonipa akizungumzia kwenye kikao cha Doha wazo la utawala wa shirikisho, ikithibitisha nia ya kundi hilo ya kuunda eneo la kiutawala uhuru mashariki mwa Kongo. Hali inapingana na makubaliano ya amani na vikwazo vilivyowekwa na Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Ripoti hiyo pia inabainisha ongezeko la ukaguzi wa nguvu kwa nguvu kati ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Wanaume na wavulana wakiwemo watoto wanakusanywa kwa nguvu chini ya hoja za ukaguzi wa usalama, kuajiriwa kinyume cha mapenzi yao. Kampeni za usajili kwa hiari pia zinaendelea, huku picha na video zikithibitishwa matukio hayo katika mikoa yote ya Kivu Kusini
na kaskazini. Tangu Julai mwaka 2025, AFC M23 imeongeza mafunzo ya kijeshi. Tarehe 14 Septemba walitangaza kuwa wanajeshi 17,437 wamemaliza mafunzo Rumangabo, na kufuatia tarehe 1 Oktoba wanajeshi 9,315 wamefunzwa Chamvu. Mafunzo haya yamehusiana pia wanajeshi wa zamani wa FARDC, polisi wa Kongo na milisia wa wazalendo waliokamatwa au kuajiriwa baada ya kuanguka kwa Goma. Hata hivyo, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa uaminifu wa wanajeshi wapya bado ni dhaifu. Wengi wanapelekwa katika maeneo yanayojua kidogo wakiwa na vifaa duni, mara nyingi bila silaha au kupelekwa kwa nguvu kwenye mstari wa mbele. Kwa upande mwingine, kundi hili linaendelea kuunda vikosi vya ulinzi vya eneo ili kudhibiti usalama katika maeneo walioyashika. Hata hivyo, vikosi hivyo mara kwa mara vinashiriki katika mapigano ya FDLR na wazalendo na kushirikishwa katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Na ni kupitia taarifa hizo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 9 Januari mwaka 2026. Na ambapo uko ukisikiliza ni Kivu News Info, ambapo tunaendelea vile kukuletea matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia yetu na mazungumzo yetu ya kila siku na kisha tunakuletea habari sahihi na tena zenye kuaminika na kwa muda muafaka. Hivyo basi na kuendelea kutuandikia na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Ite Eloge Longa, na basi kabla ya kuondoka acha nikupe muktasari wa vichwa vya habari vilivyokubika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Mashambulizi mapya waasi wa AFC M23 wameripotiwa katika Kigongo, Katongo na Makobola, Uvira mkoani Kivu Kusini, na raia wengi wamekimbia nyumba zao. Katika Masisi, miili 22 ya raia waliouawa katika mabomu imezikwa. Kikundi cha AFC M23 kinaendelea kujenga nguvu mashariki mwa Kongo kwa ajili wanajeshi kufanya mafunzo na kuanzisha miundo mbadala ya serikali, huku haki za binadamu zikivunjwa. Hali ya usafiri kati ya Bukavu na Uvira inaanza kurejea, ingawa mabonde yaliyokaliwa yanasababisha ucheleweshaji. Hali ya afya katika Kale, Kabare na Walungu bado ni mbaya, na mvua kubwa Uvira zimeharibu nyumba nyingi zikiacha familia bila makazi. Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya habari yetu ya Kivu News Info ya asubuhi ya leo ya tarehe 9 Januari mwaka 2026. Asanteni kwa kusikiliza Kivu News Info, na tutakuwa nanyi katika taarifa nyingine za baadaye.